Bwana atufunike kwa damu ya Yesu tunapopita lango la kuelekea 2026. Ndilo key point yetu ya kwanza au prayer point ya kwanza. Lakini prayer point ya pili ni kudhibiti kila silaha zote za adui zisifanikiwe juu ya maisha yetu. Ngoja nikwambie, adui ameshapanga, ameshaweka mipango, ameshaweka mikakati ya mwezi Januari, mwezi Februari, mwezi Machi, Aprili, mwezi Mei, mwezi Juni, mwezi Julai, mwezi Agosti, mwezi Septemba, mwezi Oktoba, mwezi Novemba, mwezi Disemba. Ameshajipanga. Kwa hiyo kama utajipanga na kupangua katika ulimwengu wa roho, kuna mahali utajikuta kwamba unastaki, kuna mahali utajikuta kwamba unashambuliwa katika ulimwengu wa roho. Naomba tuambatane pamoja nami katika maombi haya na tekniki ambayo tutakuwa tunaitumia. Unaweza ukasikiliza kwanza maombi jinsi ambavyo nina flow, lakini baadaye ukarudia tena, tukawa tunaomba wote kwa pamoja, kwa sababu utakuwa umepokea mwongozo wa namna ya kuweza kuomba. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninasema asante kwa ajili ya mwaka huo 2025 ambao Bwana tunaumaliza, lakini pia Bwana unatuenda kutukabidhi mwaka mwingine 2026. Tazama, ninaachilia damu ya Yesu katika lango la kuingia mwaka 2026. Ninaachilia damu ya Yesu, ninaachilia damu ya Yesu kwenye maisha yetu, naachilia damu ya Yesu kwenye ndoa, naachilia damu ya Yesu kwa watoto wetu, naachilia damu ya Yesu kwenye kazi tunazozifanya, naachilia damu ya Yesu kwenye majukumu yetu, naachilia damu ya Yesu kwenye familia, naachilia damu ya Yesu kwenye mipaka ya nyumba zetu, naachilia damu ya Yesu katika huduma tunazozifanya, naachilia damu ya Yesu kwenye kanisa lako Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Lango la kuingia 2026 ninaliachilia damu ya Yesu. Mungu, tazama ulipotaka kuwatoa wana wa Israeli mikononi mwa Farao aliyekuwa na nguvu, aliyewakamata kwa miaka 4. Ona ulichokifanya, uliachilia damu ya kondoo katika miimo ya milango yao, ukimaanisha kwamba ile ilikuwa ni lango la kutoka lile lipakwa damu yako. Lakini Bwana, kwa sasa umetupa damu ya Yesu, inapaka miimo ya kuingia 2026 na damu ya Yesu, na ipaka miimo kwa damu ya Yesu, na paka malango yetu kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu Kristo. Hakuna kitakachotuzuia kutoka, ijapokuwa Farao alijaribu kuzuia wana wa Israeli wasitoke, lakini kwa damu ile ambayo ilikuwa imepakwa, ambayo ilikuwa ni damu ya ukombozi, waliweza kutoka kwa nguvu zako, waliweza kutoka kwa ishara zako. Bwana atufunike